na wala sasa hawatazuiliwa neno walilokusudia kulifanya. Kwa Mungu aliona kwa sababu wana lugha moja na wamedhamiria kweli kufika mnara, kufika mbinguni, na wangefika. Maana Biblia inasema sasa hakuna mtu anayeweza kuwazuilia kulifanya. Haya, na tushuke tuwachafulie usemi wao kwa wao ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kuujenga ule mji, kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipochafua lugha ya dunia yote, na kutokea huko Bwana akawatawanya waende usoni pa nchi yote. Kwa hiyo baada ya ule mnara kuwa umekamilika, umefikia sehemu umekamilika, na Mungu akaona hawa watu sitawazuiliwa kitu, dawa ni moja tu, ni wachafulie usemi, zipatikane lugha mbalimbali, alafu ni watawanye. Lakini kabla Mungu hajawatawanya hawa watu, aliwafanyia jambo moja la ajabu sana ambalo ninatamani tuweze kuliangalia asubuhi ya leo. Mungu alimhakikishia kila mwanadamu anayeishi hapo, ambaye ataondoka akiwa hai, hakikishe ya kwamba ametambua kuna Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Na alifanya hivyo kwa namna ifuatayo. Mwandishi wa hii picha, mchoraji wa hii picha, ninaamini aliongozwa na Roho wa Mungu. Alivyochora hii picha, pembeni mwa hii picha ilionekana kama kuna sehemu imevunjika. Ukiangalia kule juu, sehemu ya kule juu kuna sehemu kama imevunjika na imeanguka chini. Hicho ndio kitu kilichothibitisha kwamba kuna Mungu mbinguni. Ellen White aliandika maneno yafuatayo. Kitabu ni Patriarchs and Prophets, ukurasa 119, paragraph ya 2. Miongoni wao muungano wao uliishia kwa ugomvi na umwagaji damu. Yaani baada ya kuchafuliwa lugha walianza kugombana wao kwa wao na wakamwaga damu. Radi kutoka mbinguni kama uthibitisho wa kutokupendezwa na Mungu ulivunja sehemu ya juu ya mnara na kuitupa chini. Wanadamu walifanywa wahisi kwamba kuna Mungu anayetawala mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mnara ulipokamilika, radi ikapiga kwa sehemu ya mnara ikavunjika, ikaanguka chini. Wanadamu wote walivyoona hicho kitendo kimetukia, kwenye akili zao ikagonga ya kwamba kuna Mungu anayeishi mbinguni. Alafu kutokea hapo ndipo Mungu akawatawanya hao watu waondoke, wasambae dunia nzima, waende kila mtu katika nchi yake mwenyewe. Kama matokeo ya kutawanywa, ndipo zikapatikana nchi, jamii, lugha mbalimbali duniani. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 32 fungu la 8, Kiswahili, Swahili Union Version ilivyofasiri ina udhaifu wa maneno. Ninapenda kutumia Kiingereza, King James Version. When the Most High divided to the nations their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bones of the people according to the numbers of the children of Israel. Kwa Mungu alipogawanya mataifa, alipoyagawia mataifa urithi wao, alafu huyu Mungu alipowatawanya wale watoto wa Adamu, jambo la ajabu ni kwamba Mungu aliweka mipaka kulingana na watoto wa Israeli. Sasa hii inakupatia nini? Kwamba Mungu amegawanya mipaka. Kuna Tanzania, kuna Kenya, kuna Malawi, kuna South Africa, kuna Australia. Humo ndani kuna mipaka ya wana wa Israeli. Inakuwaje humo ndani ya nchi ambazo zimegawanywa kutoka kwa watoto wa Adamu? Ni picha kubwa sana ambayo Mungu alikuwa anaipandikiza kwenye akili ya watu kwamba Israel sio taifa. Israel itakuwa ya kiulimwengu mzima, ambapo kutokea humo watapatikana watu ambao watakuwa warithi sawa na warithi watoto wa Israel, ambao hao watabeba jina langu kila mahali. Matendo ya Mitume 17 fungu la 26, Biblia inasema, naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao. Yaani Mungu akisha kutuwekea ile mipaka ya makazi na namna ambavyo watu tunatakiwa tuishi katika ulimwengu huu wa sasa, lengo lilikuwa ni moja tu, ili wamtafute Mungu, ingawa ni kwa kupapasa wakamuone,
ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu. Kwa lengo la Mungu kuwatawanya watu katika mataifa mbalimbali, lugha, jamaa mbalimbali, lengo lilikuwa ni moja tu, ili wamtafute Mungu, ingawa ni kwa kupapasa papasa, na kila mtu atakayemtafuta atamuona, kwa kuwa Mungu hawi mbali na mtu yoyote duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kule kijijini kwetu tunakotokea, katika jamii zetu tunazotokea ambazo hawamjui Mungu kabisa. Niliwahi kugundua kwamba Tanzania kuna maeneo ambayo hawamjui Mungu kabisa, na wala jina Yesu hawajawahi lisikia, na wanaishi Tanzania hii. Hao nao kienda kumtafuta tafuta tutamuona. Sasa tuangalie kidogo history. Wale watu walipotawanywa kutoka katika mnara wa Babeli, wakatawanyika kwenda maeneo mbalimbali ya mnara wa Babeli, waliondoka na tabia zile zile za Babeli. Kumbuka fuatayo, kutawanywa kutoka kuacha kuujenga mji na mnara wa Babeli hakukuondoa dhambi katika mioyo yao, ila kuliwathibitishia tu kabla hawajaondoka kuna Mungu aliyeumba mbingu na nchi. Ila ile tendency ya kuelekea dhambi haikuweza kuondoka katika akili zao. Sasa zile tabia za Babel, ibada ya Babel, kutokea kuwa eneo dogo, ile ibada ya Babel ikasambaa na ikaenea ulimwengu mzima. Habari zenu. Ndio sababu kitabu cha Ufunuo kinapotaja neno Babel hakimaanishi tena local area, yani eneo moja lile la asili, bali linakuwa ni eneo la ulimwengu mzima, kwa sababu tangu Babeli ya asili ilipovunjika, tamaduni zake zilisafiri kutoka kila mahali. Sasa tuangalie kitabu kinaitwa Ian Lut Global Occupation, ukurasa 95, anasema historia ya Freemason pia ilikuwa historia ya vyama vya siri. Historia ya vyama vya siri ni historia ya uchawi uliopangwa, hasa katika ulimwengu wa magharibi. Kwa nchi za magharibi ndio zikahifadhi sana hiyo historia ya kutisha sana ya mafundisho ya uovu. Na mafundisho haya, Ian Root ukurasa 99 anasema mafundisho haya ya uchawi yametolewa kutoka kizazi hadi kizazi. Kwa kikaanza kizazi cha Nimrod, kikaisha kikaja kizazi baada ya kizazi, kizazi baada ya kizazi. Tangu wakati huo yamehifadhiwa katika ulimwengu wa magharibi na vyama vya asili ambavyo ni zaidi ya muendelezo kidogo wa makuhani wa kale wa uchawi. Kwa wale ambao wanaulizia, nadhani session za jioni anafundisha kabla za Mpogomi, nimehudhuria 2 tu. Na moja nilisikiliza YouTube afu kuna muda ikakata sauti. Sasa Jaffe sijui alifanya nini hapo. Alielezea kwa sehemu kuhusiana na vile vyama vya asili. Wale wanakumbuka Yane na Yambre, wale ambao wanahudhuria sasa vipindi vya jioni. Kwa hiyo tujitahidi kuhudhuria na vipindi vile vya jioni. Na Jaffe nilimsisitiza Jaffe rekodi basi tumage YouTube. Kuna wale watu ambao unajua wanakosa na wanapata kwa namna fulani fulani. Kwa ule mji ulijengwa katika reti hizi, na Mungu wao alikuwa Mungu wa namna fulani fulani hapo. Sasa nikawa interested na namba 4 ambayo ni dhahabu na namba 7 ambayo ni fedha, ambapo Ellen White anasema baada ya ule mnara kuwa umejengwa, Patriarchs and Prophets kurasa 265 paragraph ya kwanza, baada ya ule mnara kuwa umejenga na kwa sehemu fulani ukawa umekamilika na ukawa umepambwa vizuri, baadhi ya vyumba vyake vilitumika kama makazi ya wajenzi na baadhi ya vyumba vyake vilitumika kama sehemu ya miungu. Anasema watu walifurahia mafanikio yao, wakaisifu miungu ya fedha, very specific, na dhahabu. Kwa Ellen White akataja maneno mawili, miungu ya fedha, ambao history nasema fedha iliwakilisha mwezi na dhahabu iliwakilisha jua. Kwa kuwa kuna ibada kubwa sana ya Babel, ibada ya mwezi na ibada ya jua, wakajiwekea kinyume cha mtawala wa mbinguni na duniani. Na jua linamaanisha nini? Kulingana na Morals and Dogmas, Professor Albert Pike aliandika kitabu Morals and Dogmas, kinasema jua na mwezi kulingana na Blaza D inawakilisha kanuni 2 kuu za vizazi vyote, amilifu na tulivu, yani active and passive, male and female. Kwa unapata kuna Mungu mume na Mungu mke. Wale wa China ndio wanaitwa yin yang. Wale ambao wanaangalia kuna aina fulani ya vitu vinafundishwa hasa kwenye makatuni inaitwa panda. Kuna yule mnyama anaitwa panda ambaye ana rangi nyeupe na nyeusi, yani yin yang. Wale watu wa pharmacy kuna ile coined twins, yani nyoka wawili waliojizungusha maarufu kama fimbo of Hermes,
ambayo inamaanisha active magic and passive magic, yani black magic and white magic, male and female deity. Yani hivyo ni vitu tu vichache vilivyopo. Kwa yule mwanamke Semiramis, mother Semiramis akajulikana kama mothers of gods and men. Kwa Kiswahili ni kama mama wa miungu na wanadamu. Leo duniani kuna mtu anajulikana kama mama wa miungu na wanadamu wote duniani. Tuangalie kidogo. Hii ni article imeandikwa mwaka huu na ni tarehe 1 mwezi wa 5 ndio iliandikwa. Anasema here is why the month of May is dedicated to the Virgin Mary. Hii ni kwa sababu gani mwezi wa Mei umewekwa wakfu kwa Bikira Maria. Anasema the Catholic Church dedicated the entire month of May to Blessed Virgin Mary, the mother of God and the spiritual mother of all. Kwa upande wa Katoliki wao Bikira Maria ni mama wa Mungu na mama wa kiroho wa watu wote. Ni sawa na Semiramis, ambaye Semiramis alikuwa ni mama wa miungu na mama wa watu wote. The same applied. Kwa Alexander Hislop akaandika akisema Semiramis Alstet kama Venus, mungu wa upendo na uzuri, akawa tumaini la ulimwengu wote. So he became the hope, she became the hope. Akawa tumaini la ulimwengu wote. Na Paulo akimwelezea huyu Semiramis Atemi akaandika maneno yafuatayo: bali hekalu la Mungu mke aliye mkuu Atemi kuhesabiwa si kitu cha kuondolea utukufu wake, ambaye Asia yote na walimwengu wote humwabudu. Habari zenu. Kwa mwanamke Semiramis ana majina mengi kulingana na kama tamaduni, kulingana na jinsi ambavyo watu walivyoondoka Babeli, kila mmoja akaondoka na Semiramis moyoni, lakini jina likabadilika kulingana na lugha. Sasa huyu mwanamke Paulo wakati wake alivyotazama mambo mbali sana, akasema Asia yote na walimwengu wote wanamwabudu. Wanamwabudu kwa namna gani? Kwa namna mbali. Na huyu mwanamke ambaye alikuwa ni mwezi ulikuwa ishara ya uwezo wa utulivu, iliwakilisha mwanamke. Alikuwa akijulikana kama Isis kule Misri, Astet, Atemi au Diana katika upande wa Efeso au Rumi ya wakati huo. Na huyu ndio Atemi, alikuwa mwanamke aliyekuwa anaonekana na maziwa mengi sana akiwanyonyesha watoto. Alafu Isis ni mwanamke fulani hapo, alafu na Astet. Na kutokea hapo ndipo leo duniani tunapata vitu vingi vya kutisha. Nitauliza swali, kwa nini ile ni kifaa ambacho kilitoka hapa duniani kikaenda kwenye mwezi kilikuwa kina jina la Mungu wa Kigiriki anaitwa Artemi 2? Kwa nini liwe na jina Artemi? Na kwa nini wale jamaa ambao walikuwa wamejichola sana mwili walikuwa waamini kama kuna Mungu, ila mmoja alivyoshuka akasema sasa kweli kuna Mungu ameumba duniani? Simkumbuki jina vizuri. Artemi, why? Akili za Kigiriki za zamani ni miungu ile ya zamani katika mfumo tofauti. Kwa leo duniani ikapatikana tasnia nzuri sana ya medicine inaitwa plastic surgery, ambao ingawa uzuri wake ulikuwepo kwa sehemu inafanya mambo mabaya, inamrekebisha Mungu alivyoumba. Leo kuna watu wanafanya kurekebisha maumbo. Kama hiyo ni plastic surgery, unakata ziwa ili liondoke, ili libaki kama ziwa la binti mdogo na kubadilisha maumbo. Huyu ndio mtu alivyokuwa na baadaye akawa hivyo. Ni picha baada ya kufanyiwa plastic surgery, urembo. Kwa hali ya sasa hivi bwana Samuel, ya wewe kuoa itakuwa ngumu sana, kwa sababu unaweza ukawa mtu wa maabara na ukapata changamoto kubwa, lakini ni mfano tu. Na walikuwa na mtoto aliitwa Horus, ambaye huyu Horus alikuwa ni mwana wa Osiris, na huyu Horus alikuwa anafananishwa pia na cheo cha jua. Kwa huyu mwanamke akaheshimiwa dunia nzima, na dunia nzima ikamheshimu huyu mwanamke, na kukaa kuna ibada ya baba na mume, mama na mtoto wake, miungu watatu. Afrika ilikuwepo. Kuna this book nilikuwa nasoma inasema The Triad of Gods in Africa. Yani kuna miungu mitatu iliyokuwa inajulikana Afrika. Na walienda pale Nigeria wakaangalia ile miungu mitatu. Sasa maneno hayo unaweza usione vizuri kwa kuwa uko mbali, lakini kwa chini hapa kuna sehemu anasema Moon, Sun and the Wings Tail of Hawk. Ilikuwa ni miungu mitatu iliyokuwa inatumika pale nchini Nigeria. Miungu mitatu iliyokuwa imesamfali sana. Kwa Mungu wao watatu walidumu kila mahali kulingana na tamaduni zao. Kwa mfano Lebanon aliitwa Baal Nimrod,
Alafu mwanamtoto aliitwa Tamuzi na mama aliitwa Ashtoreth. Foneiki aliitwa Eli, Bakuk, Astet, Babeli, Berus, Tamuzi, Rea, Ishtal. Kwa majina yao kila mahali: Misri, Ra, Osiris, Horus, Isis, Hathor. Ukienda Scandinavians aliitwa Odin, Belda and Frigga. Na hawa mungu wakafundishwa duniani kwa kupitia tasnia ya kufundisha duniani kubwa. Ni tasnia mbili. Moja ni tasnia ya muziki na ya pili ni tasnia ya tamthilia. Na katika tamthilia nyingi sana, angalia pale Ugiriki, angalia pale Syria, aliitwa Ninus, alafu yule Tamuzi aliitwa Hercules au Hercules, ambaye huyu Hercules alijulikana kama ni Yesu ambaye anakuja kuwakomboa watu kutoka katika kongwa la utumwa. Kuna mtu aliwahi kuigiza tamthilia, anaitwa maarufu sana duniani kwa jina The Rock, mpigana mieleka huyu alitengeneza tamthilia inaitwa Hercules. Na katika hiyo tamthilia Hercules yeye ndio alikuwa hero, yani yeye ndio mkombozi aliyekuja kukomboa ufalme fulani uliokuwa unateswa na bondage la utumwa. Alafu mwishoni watu wakamwabudu na wakapiga magoti wakasujudu kumheshimu sana. Watu wakitazama wanaelewi nini kinafundishwa. Inafundishwa miungu ya kale ya Babeli. Mwaka huu imetoka tamthilia nyingine ambayo inaitwa Odin. Sijui inatoka mwezi wangapi, nilikuwa nasoma huko. Ambao kuna huyu jamaa anaitwa Odin Bosons, ambaye Odin ni husband of Frigga, ambaye ukimtazama vizuri utaona jicho lake la kulia limezibwa, alafu jicho lake la kushoto liko wazi. Tutakuja tuone hapo mbele baadaye. Kwa Rumi walikuwa na mama na mtoto, India kuna mama na mtoto, Mexico wana mama na mtoto, Egypt, Misri wana mama na mtoto, Ugiriki wana mama na mtoto, China wana mama na mtoto, na Hittite wana mama na mtoto. Kila mahali hizi tamaduni zimesafiri na kwenda kila mahali kuna hiyo ibada za ajabu. Hapa ni Rumi, huyu ni marehemu Papa Francis na mama na mtoto wake pale, ambaye dunia nzima inamwabudu na kumchukulia kama kitu cha kujengwa. Kwa Mungu alipowatawanya, tamaduni hizo nazo zikatawanyika dunia nzima. Sasa kama matokeo ya Mungu kuwatawanya wasijenge, shetani naye anatumia namna ile ile ili aweze kuwaongoza watu, ni lazima watawanye. Na ndipo hapo Freemason wana moto unaitwa order abkao, yani order out of chaos. Yani ili uweze kupata amri ni lazima uweze kutengeneza machafuko. Hapa chini anasema the government is creating the chaos so it can impose the definition of Orwellian order with public approval. Kwa serikali ina tabia kutengeneza migogoro, alafu ikishamaliza kutengeneza migogoro inakuja kutengeneza sheria, alafu hiyo sheria watu wote ni lazima waitii. Hiyo ndio namna ya kuongoza watu duniani. Kanuni ya mbovu sana Freemason. Jesuit order kifikia 33 degree Freemason anasema the first step thesis is to create the problem. Kwa hatua ya kwanza ni kutengeneza tatizo. Alafu hatua ya pili ni kutengeneza opposition to the problem kwa kutumia fear, panic and hysteria. Nitawapa mfano. Hapa duniani kuna kitu kalitengenezwa kanaitwa 19. Baada ya 19 zikaja mainstream media. Zikaanza kucreate fear, panic and hysteria. Watu wakaanza kuingiwa na hofu na nini, na wengi wakafa kwa sababu ya hofu. Alafu baadaye namba 3 ni kutengeneza kitu kinaitwa authenticity. Yani a third step is authenticity, to offer a solution to the problem. Alafu then tukaoffer solution to the problem. Alafu ili tuondoe kabisa akili za watu ili wasiwaze kufikiria kabisa kuhusiana na 19, zikatengenezwa vita inaitwa Urusi na Ukraine. Na kutokea hapo, baada ya hapo hukuwahi kusikia mwanadamu yoyote duniani anaambiwa vaa maski wala choma chanjo, ikaishia hapo. Habari zenu. Order out of chaos. Ni lazima tutengeneze order fulani. Alafu na baadaye pale kuna waandishi tutakuja tuone huko mbele baadaye wanatumia ile kama reference. Kama tuliweza kutengeneza order wakati wa 19, kwa nini tusitengeneze order baadaye ili watu waweze kupumzika siku moja? Tutakuja tusome huko mbele baadaye. Order out of chaos.
Shetani naye anatumia strategy ile. Ellen White akiona kikao hiki cha shetani na malaika zake na viongozi wake, namna ya kuweza kuharibu watu duniani, anasema lazima tulete usumbufu na mgawanyiko, distractions and division. Ni lazima tuharibu wasiwasi wao kwa nafsi zao wenyewe na kuongoza katika kukosoa, kuhukumu, kushtakiana, kulaaniana na kuthamini ubinafsi na uadui. Kwamba kwa dhambi hizi Mungu alitufukuza kutoka kwa uwepo wake, na wote wanaofuata mfano wetu watakutana na hatima sawa. Kwa shetani akaja na hii methods. Let people criticize, judge and accuse and condemn each other. Kwa watu waanze kushutumiana, alafu baadaye anajua wataacha kujenga tabia itakayowasaidia kwenda mbinguni, na dhambi moja wapo kati ya hizo mtu akiwa nayo moyoni hawezi kumuona Yesu akija mara ya pili. Kwa mnara wa Babeli Bwana akautawanya kutokea hapo. Na baada ya watu kutawanyika, kuna sehemu kuu mbili zikakua sana kuliko nyingine zote katika kubeba hiyo tabia. Sehemu ya kwanza ni pale Ninawi katika nchi ya Syria, katika jiji kuu la Ninawi ikakua sana, na sehemu ya pili ni Misri. Habari zenu. Kwa ingawa watu walisambaa dunia nzima, lakini maeneo haya makubwa yakakua. Na Misri hawakuishia hapo tu. Baada ya muda fulani kupita, wakati wa Alexander the Great, Alexander alipofika pale Misri, akafika katika mji mmoja wa Misri, akawa coronated, akapachikwa, akawa kama farao. Na Alexander baada ya kifo chake akaja Ptolemy Destri, Ptolemy wa kwanza, Ptolemy wa pili, wakatengeneza mji ukaitwa Alexandria. Na katika jiji la Alexandria ikatengenezwa maabara library kubwa kuliko yote duniani, ikajulikana kama Alexandrian Library, na humo zikahifadhiwa rekodi nyingi zaidi kuwahi kutukia duniani za dunia ya kale. Takribani machapisho 700,000 yakawa yamehifadhiwa hapo, na yakawa yamebeba tabia za Mungu, hasa Mungu 9 waliokuwa wamebebwa kwenye hiyo library, ikielezea hayo miungu mingi ni ile ambayo tabia zilitoka Babel. Law ya unabii inasema maneno yafuatayo, Prophets and Kings, ukurasa 265 paragraph ya kwanza. Miongoni mwa majiji ya ulimwengu wa kale katika siku za Israel iliyogawanyika, mojawapo ya majiji makubwa zaidi lilikuwa ni Ninawi, jiji kuu la milki ya Ashuru. Ukiwa umejenga kwenye ukingo wa rutuba wa Tigris, mara baada ya kutawanywa kutoka katika Babeli, ulikuwa umestawi kwa karne nyingi hadi ukawa jiji kubwa sana la safari ya siku 3. Kwa mpaka wakati wa Yona, jiji la Ninawi lilikuwa limekuwa toka kugawanyika kwa Babel, likawa jiji kubwa sana mpaka likawa ni mwendo wa kutembea wa siku 3. Kwa lilikuwa ni jiji kubwa mno. Israel, baada ya Nebukadreza kuwapiga kuondoka nao kwenda utumwani, baadhi ya wana wa Israel na Yeremia wakachukuliwa wakaenda Misri. Na walipofika huko Misri, wakaanza kuiabudu miungu ya Misri. Wakaanza kuifukizia uvumba mwanamke wa Misri anajulikana kama Queen of Heaven, yani malkia wa mbinguni. Yeremia akawapelekea ujumbe kuwakataza, wakamjibu Yeremia wakisema yafuatayo. Yeremia 44 fungu la 16 hadi 18. Neno lile ulilotuambia kwa jina la Bwana, sisi hatutakusikiliza. Yeremia ndio mwanaume pekee ambaye aliwahi kuambia watu ujumbe wa Bwana, na wakakaa hivi wakamwambia, neno hilo ulilotuambia sisi hatutakusikiliza. Kwa nini hatutakusikiliza? Lakini bila shaka tutalitimiza kila neno litakalotoka katika vinywa vyetu kumfukizia uvumba malkia wa mbinguni. Fungu la 18 anasema, lakini wanaelezea sasa madhara ya kuacha kufukiza uvumba. Anasema, lakini tulipoacha kumfukizia uvumba malkia wa mbinguni na kumiminia sadaka za kinywaji, tumepungukiwa na vitu vyote na kuangamizwa kwa upanga na njaa. Kwa wakaona kwamba wakiacha kufanya ibada ya huyu malkia wa mbinguni, ibada hiyo itakuwa ni mbaya sana. Pale Misri, Carlos Andrews, not father, Andrews 2002, aliandika kwamba hawa jamaa walikuwa wanavaa kitu kama lozali, na hizi lozali zilikuwa zinabeba nembo za miungu yao mbalimbali, na hii miungu ilikuwa inawalinda kutokana na hatari ambazo wanaweza kupata.
Na hapo ndipo unapata leo duniani kuna watu wanavaa rozari kwa majina yao, alafu na wengine wanatembea nazo mkononi, wanafanya kitu kinaitwa mantra, yani repetition of prayer, yani kurudia maombi wakiamini kwamba Mungu atawalinda na matatizo tofauti tofauti. Kwa mfano hiyo ni alama ambayo inawakilisha Mungu Enki, ambao ni Mungu wa ulinzi, kwamba Mungu atawalinda. Na according to these museums wameweka hapo alama nyingi sana, kwa mfano amulet of Isis na amulets nyingi sana, mpaka nikagundua kwamba ile alama inafanyaga hivi. Ni alama ya kale ya Misri ambayo inaonyesha Mungu fulani katika power yake kubwa. Utakuja tuone huko mbele, sio leo ila baadaye. Sasa miongoni mwa alama ambazo leo zinadumu duniani, kuna hili jicho linajulikana kama Eyes of Ra, ambao jicho hili la Ra lilikuwa linawakilisha nguvu ya Mungu jua, mamlaka za nguvu za uharibifu dhidi ya maadui. Alafu ili jicho likiwekewa pembe tatu linabadilika kutoka jicho of Ra linakuwa the Eye of Horus, ambao jicho hili la Horus linawakilisha uponyaji, ulinzi na urejeshwaji. Hili jambo halitushangazi ya kwamba mwandishi Christopher Matthew Jenkins from Andrews University, A Catch of Magic of Ancient Egypt, Its Impact on Ancient Israel, page ya 61, anaandika akisema, Eyes of Horus was first seen during the Old Kingdom but continued to be used until the Roman period in different forms. Kwa jicho la huyu Horus liliweza kuonekana mara ya kwanza katika utawala wa kale, lakini likaanza kuonekana pale katika milki ya Rumi katika namna tofauti. Na ni kweli hili ndio jicho, alama kuonyesha jicho tofauti la Ra, na leo duniani linatumika mbali sana. Hizi ni amri 10, yani mfano wa amri 10 bandia ambazo zilitengenezwa baada ya mapinduzi ya Ufaransa, zikajulikana, ndio baadaye zikakopiwa ikaitwa Human Declaration of Human Rights, yani haki za binadamu. Sasa pale Ufaransa walipozitengeneza hizi, ukiachana na alama lake nyingine, sijui fascism, Jacobin heart and everything, pale juu kuna hiyo Eyes of Horus au Eyes of Ra. Duniani inajulikana kama evil, ni seeing eye, all seeing eye, yani jicho linaloona kila kitu, ambalo si ajabu kwamba $1 US hapa juu kabisa ilikuwa ina lile jicho, Eyes of Horus. Tukienda mbali katika upande wa Waislamu, kuna Hand of Fatima, inajulikana ule mkono wa Fatima, mwanamke aliyependwa sana, binti miongoni mwa nguzo 5 za Uislamu ni Fatima yupo, lakini katika mkono wake kuna hiyo inaitwa the Hand of Fatima, ambao kuna jicho la Horus. Tukiachana na hapo, tukienda kwa Katoliki, hili ni Barque Church, picha imepigwa na Godefort. Hapo juu kuna Eyes of Horus. Ukienda Leo Cathedral kuna Eyes of Horus. Sasa kwa nini Eyes of Horus ipo kila mahali? Wa Catholic Bridge waliongea kitu fulani kile kinanifurahisha sana. Wanasema kanisa la Katoliki limetumia hilo jicho miaka 900 kabla ya wa Freemason kuwapo na miaka 200 kabla ya Knights of Templars kuwapo. Hiyo haitusumbui sana kwa sababu Katoliki walianzisha Jesuits waka create Freemasons, alafu Jesuits waka create Knights of Templars. Lengo ni kuhakikisha unapinga Protestant usiweze kuwa na duniani. Sasa nataka tusome hiyo paragraph ya 3 tu. It is very interesting. I like it. Anasema kanisa linaweza kuwa limeazima jicho hilo kutoka katika vyanzo vya kabla ya Ukristo, lakini likaongeza pembe 3 kulizunguka ili kuonyesha kwamba Mungu ni wa utatu. Habari zenu. Yani kwa Kiingereza imekaa vizuri, anasema the church may have borrowed the eyes from pre-Christian sources. Ni kwamba ni kitu kilikuwa hakipo katika Ukristo, alafu kanisa likakopi kutoka katika Ukristo ili lilifanye kuwa Ukristo, likaliongezea pembe 3 ili kuwakilisha, ikaongezewa pembe 3 ili kuwakilisha nini? Utatu mtakatifu, a Trinity. Then anamalizia kwa kusema the same way that evangelicals borrow bongo drums from Africans
Yaani vile vile ambavyo waimbaji wa leo wameimba kwa kuiga bongo drums, ile midundo kutoka katika tamaduni za kishenzi za Afrika. Huku kwetu ndio voodoo. Yaani watu wanapiga alafu yakavalishwa Ukristo, yakaingizwa kanisani, inajulikana kama voodoo. Kwa mgogoro wa muziki leo kanisani, usikusumbue sana, ni tamaduni za Babeli ya kale ambazo zitakuwepo mpaka Yesu atakaporudi mara ya ngapi? Ya pili. Yeye ndo atakuja kumaliza huo mgogoro. Now, kuna movie maarufu sana duniani kuliko zote nadhani. Inaitwa The Passion of Jesus Christ. Ilielezea movie ya Yesu Kristo. Na hapo kulikuwa kuna Yesu mmoja hivi ambaye aliigiza kama Yesu. Na ukimtazama vizuri, kumbuka Odin alikuwa ametobolewa jicho la kulia. Ile picha pale juu, wanaokumbuka. Na huyu Yesu ametobolewa jicho la kulia. Zekaria anasema 11 fungu la 17. Ole wake mchungaji asiyefaa, aliachaye kundi, upanga utakuwa juu ya mkono wake na juu ya jicho lake la kuume, na mkono wake utakuwa umekauka kabisa, na jicho lake la kuume litakuwa limepofuka. Kwa Yesu anayefundishwa hapo ni mchungaji mzuri mbaya. Ni mchungaji mbaya. Yesu wa mbinguni hakutobolewa jicho. Maana Biblia inasema wala kiungo chake chochote hakikuharibiwa. Kwa nini huyu Yesu anaharibiwa jicho, na very specific, jicho la wapi? La kulia. Kwa nini katika mpira movies nyingi linafichwa jicho la kulia? Alafu la kushoto linaona. Nini kinachokuwa kinaangaliwa? Mungu yupi anayekuwa akioneshwa? Jicho la Horus limekuwa likienea kila mahali. Tunapoelekea kumalizia sasa, tuende kwa haraka kidogo. Nimrod alitaka kuifanya dunia kuwa mahali bora pa kuishi. Na haya ndio walioyafanya. Leo kuna watu wanaitwa Catholic. Katika hiyo website wakati nasoma anasema tumeitwa kuweka ulimwengu mahali bora pa kuishi. Je, tumeitwa kuweka ulimwengu mahali bora pa kuishi? Hapana. Tumeitwa kuwaita watu kutoka Babeli na waingie katika Yerusalemu mpya. Tumeita watu, tokeni kwake enyi watu wangu. Na Papa Francis kabla hajafa anasema make the world a better place by recognizing each other. A king, Pope says. Na Pope akasema unaweza ukafanya dunia kurecognize each other kwa kitu kinachoitwa personal action. Ndio zile za Trump, tu anaamka anafanya mambo yake, personal action na political lobbying, ambapo ndio kitu kinachoendelea duniani. We try to make the world a better place. Akili ya Nimrod. Wa Protestant nao wanasema 20 practical ways you can make a world a better place. Can you make a world a better place? Haikuishia hapo, muziki ukatumika sasa. Rafiki yangu, muziki wetu ukatumika sasa kutuonyesha mambo fulani mazuri. Je, unaweza ukaiweka dunia kuwa a better place? Watu walijaribu kuiokoa Babeli, lakini at the end walifeli. Yeremia 51 fungu la 9. Tungependa kuuponya Babeli, lakini haufanyaje? Hauponyeki. Tungependa kuuponya Babeli, lakini haukuponyeka. Muacheni nasi twendeni zetu, kila mtu sawa, kila mtu hata nchi yake mwenyewe. Maana hukumu yake imefika hata mbinguni, nayo imeinuliwa kufikia mawinguni. Kwa watu wanajaribu kuiokoa dunia, watajaribu kuiokoa dunia kwa namna zote wanazoweza, lakini dunia haiwezi kuponyeka. Isaya 24 fungu la 19 hadi 20, dunia kuvunjika inavunjika sana, dunia kupasuka inapasuka sana, dunia kutikisika inatikisika sana. Dunia inalewa kama mlevi, nayo inawayawaya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Hakuna mtu anaweza ka make the world a better place to live. No one can make it. Ujenzi wa mnara wa Babeli unatufundisha mambo makuu mawili. Moja, hizi mbili, yani yale makundi mawili, yanawakilisha injili mbili. Moja ni injili ya Yesu Kristo,
na nyingine ni injili inayotengenezwa na wanadamu, inayoungwa mkono na sheria za wanadamu, juhudi na maazimio ya wanadamu, na ambayo inafundishwa kwamba mbingu inaweza kupatikana kwa matendo. Habari zenu. Wana wa Babeli wa wakati huo wakasema tujenge mnara na tumfikie Mungu wapi? Mbinguni. Lakini Mungu aliwafundisha watu wake kwamba nipo siku nitakuja, mwana atazaliwa, atakufa, atawakomboa katika ulimwengu wa dhambi, ataondoka, ataenda mbinguni, na siku moja atarudi tena na jeshi kubwa la malaika na kuwapokea. Na aliyetoa utabiri ni Henoko, mtu wa 7. Kitabu cha Yuda 1 fungu la 7. Alimuona Henoko alimuona Yesu akija na kundi kubwa la malaika. Utabiri wa damani sana. Huwa wakuutaka, wakasema tutatumia matendo yetu tufike mbinguni. The same leo, watu wakubali kwamba unaweza kuokolewa kwa neema kwa njia ya Kristo tu, wanataka na matendo ya sheria, legalistic. Yeremia 42 fungu la 11, msimuogope mfalme wa Babeli mnayemuogopa, msimuogope asema Bwana, maana mimi ni pamoja nanyi niwaokoe na kuwaponya na mkono wake. Yesu anasema tusimuogope Babeli. Ingawa uovu umezidi na uovu unakuwa mkubwa, tukumbuke yafuatayo. Tunayo siri, ngome ambayo tunaweza kukimbilia na kuwa salama. Sala zetu lazima zifike kiti cha rehema, ambapo rehema na ukweli vimekutana pamoja na haki na amani vimebusiana. Neema ambayo inatosha kwa wote itatuwezesha sisi kushinda majaribu makali zaidi na kustahimili majaribu makubwa zaidi. Hakuna kamwe kipindi ambacho mambo mengi yako hatarini kama ilivyo sasa. Kamwe hapakuwa na kizazi ambacho juu yake kiliwekewa majukumu mazito kama kizazi hiki. Kwa maana Mungu amewakabidhi watu wa wakati huu ujumbe wa mwisho wa onyo. Na ujumbe unasemaje? Tokeni kwake enyi watu wangu, msishiriki mapigo yake, wala msishiriki dhambi zake, wala msipokee mapigo yake, kwa maana uovu wake umefika hata juu mbinguni na Mungu ameukumbuka. Kwa ndugu zangu wapendwa, wakati dunia ina strive katika kila namna kupitia upande wa Kikristo, upande wa kidini, kupitia upande wa kijamii, kupitia upande wa kisheria, kujaribu kuiokoa dunia kwa namna mbalimbali, Mungu anasema hii dunia itaanguka. Na usalama wetu pekee ni sala zetu lazima zifike kiti cha rehema mbinguni. Kama hazifiki, hakuna usalama. Tunaelewana vizuri hapa. Biblia inasema kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana akiomba kwa nini? Kwa bidii. Lakini ni lazima sala zake zifike wapi? Mbinguni. Kama hazifiki, kuomba kwake mwenye dhambi, sala yake ya mtu mwenye dhambi ni machukizo mbele za nani? Za Mungu. Kwa hiyo ni sala, ni kweli, ila inaombwa, lakini moyo hauko radhi kubadilika, ila mdomo unatamka maneno ambayo yanabeba kitu kinachoelekeana na Ukristo, lakini Mungu akitazama anasema unanikwaza, unanichukiza. Ni lazima tufike hapo, tumwombe Mungu kwa neema yake ambayo inatosha aweze kutuokoa, kwa sababu hivi karibuni Yesu Kristo anarudi tena kutuokoa. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ndio Babeli ya asili ilivyokuwa, ilivyopasuka, tamaduni zake zilivyosambaa dunia nzima, na hata leo zinavyojaribu kuunganisha ulimwengu, lakini hazitaweza. Jumamosi ijayo tutaendelea na Babeli sehemu nyingine. Sasa somo litasemaje mimi ndio najua, lakini jua kwamba tutamwangalia Babeli tena kwa sehemu yake nyingine, akija katika muktadha mwingine, akijaribu kushape ulimwengu kwa namna tofauti ambao shaping yake inatuongoza wote mpaka leo, ambao hakuna mwanadamu anaweza akaibadilisha hiyo shaping ya kutushape kila kitu mpaka leo. Alafu baada ya hapo tutaendelea mbele. Tukimaliza hiyo Babeli, ninatamani tutaangalia Babeli ya wakati wa Paulo na Petro. Ilikuwaje? Wao walitazamaje Babeli wakati wa Paulo na Petro? Then tutamalizia na eschatological Babylon, yani Babeli ya wakati wa mwisho.
na nchi mpya, na Yesu anakuja tena. Lakini kabla Yesu hajaja, ni lazima sala zetu zifike kiti cha rehema. Wapi? Mbinguni. Tusimame tuombe. Sasa kama una swali, tafadhali wewe mfikishie Jafe, na hili swali litanifikia mimi, au mpe Jafe au Mpogomi au Mtani, au ni watu maarufu, au Samo. Samo ni huyu jamaa amekaa hapa mbele, wala sio mfahamu. Ukiwapa tu wao, au ukimpa mtu yote, au ukiniona wewe nipatie tu, alafu nitalijibu. I like kupata swali alafu nikaliandikia vitu vingi ili nilijibu vizuri. Yes, tuombe. Baba yetu mwema, Mungu uliye juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa wema na fadhili zako za milele. Babeli ilikuwa na tamaduni zake zinatuathiri hata leo, lakini usalama wetu pekee ni kukaa miguuni pako, kama Martha na Mariamu walivyoamua mwishoni kabisa, mmoja wao akaacha yote na kwenda kukaa miguuni pako. Tusaidie na sisi tukaache yote ambayo yanatusumbua na tukakae miguuni pako. Miguuni kwako ni mahali salama, miguuni pako pana hekima, miguuni pako hakuna mgongano wala migogoro. Watu wanajaribu kuokoa dunia kwa namna mbalimbali, lakini dunia haiwezi kuokoka. Watu tunajaribu kuishi katika dunia kwa namna mbalimbali, na huku tukijivisha vazi la Kikristo, kumbe zinazuia sala zetu zisifike hata juu mbinguni. Tusaidie tukageuke, tukae wanyoofu na watiifu wa kweli wa neno lako, kupitia jina la mwanao Yesu Kristo. Amina.